أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Katika kikao ambacho kwamba kilichopita tuliongea kuhusiana na baghi na tukasema ni dhulm na kibri, ujeuri na kilma au lafdhi ambazo kwamba zinaweza fungamana na hilo neno, na tukaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani tukufu wakati ambapo kwamba anaongea kuhusiana na baghi na wale ambao kwamba waliopawa kitabu hawakuwa tu na kibri, hawakutakabari tu kwa sababu au hawakutafautiana kwa sababu ni wajinga au kwa sababu hawana ujuzi na yale ambayo kwamba walioteremshiwa, bali ni kwa sababu ya kibri ambayo kwamba walikuwa nayo na ambayo kwamba ilitia mizizi katika nafsi zao. Lakini insha Allah taala tutaweza saizi kuchukua hadithi fupi ambayo kwamba ni hadithi nzuri sana ambayo inaongea kuhusiana na swala hilo ambalo kwamba ni swala la baghi. Anasema al-Imam al-Baqir alayhi salam. Tumesema mara kwa mara kwamba al-Imam al-Baqir ni imam wa 4 katika miongoni mwa maimamu wa Ahlul Bayt alayhi salam. Kwa ajili imamu wa kwanza ni imamu wa 5 katika maimamu wa Ahlul Bayt alayhi salam. Kwa ajili imamu wa kwanza ni Imam Ali, alafu Imam Hassan, Imam Hussein, Imam Zain al-Abidin, alafu al-Imam al-Baqir. Anasema Imam Baqir kwamba fi kitabi Ali, katika kitabu cha Imam Ali anasema thalathu khisalin la yamutu sahibuhunna abada hatta yara wibalahun albaghi wa qati'atu rahim wal yamin alkadhiba yubarizu Allah biha wa inna a'jala at-ta'a thawaban la silatu rahim wa inna alqawma la yakununa fujjaran fayatawassaluna fatulmi amwaluhum wayabirun fatazdadu a'maruhum, mpaka mwisho wa hadithi. Anasema Imam Baqir alayhi salam kwamba hii hadithi imepokea kutoka kwa kitabu cha Imam Ali. Anasema thalath khisal yani sifa tatu mwenye anazo. Anasema thalath khisal, sifa tatu ambazo kwamba mtu atakuwa yuko nazo, la yamutu sahibuhunna abada, hawi ni mwenye hataondoka duniani mpaka aone madhara yake. Yani huyu mwenye kuwa na hizi sifa tatu hatakuwa ni mwenye kutoka katika dunia hadi aone madhara yake. Ndio maana anasema thalatha khisalin, yani hizi sifa tatu, la yamutu sahibuhunna, hata kuwa ni mwenye kufariki ambaye kwamba atakuwa na hizi sifa tatu, hata yara wibalahun, hadi aone madhara yake ya hizi sifa tatu. Sifa ya kwanza ni albaghi, yani sifa ya uonevu ambayo kwamba sana sana hii albaghi pia inatafsiriwa kwamba ni ya dhulma, yani yule ambaye kwamba atakuwa na hii sifa ya uonevu au sifa ya dhulma, hata kuwa ni mwenye kufariki mpaka aone balaa yake au mpaka aone madhara yake kabla kufariki kwake. Kwa hivyo kiwa utakuwa na dhulumu, ujue kwamba hautakuwa au hautafariki mpaka uone madhara yake. Sifa ya pili ambayo kwamba hatafariki hadi aone madhara yake, wa qati'atu rahim, na kukata ukoo, yani yule ambaye kwamba atakayekata ukoo hatafariki mpaka aone madhara yake. Na watu wengi sana ambao kwamba wanaokata ukoo, wanaojitenga na jamii yao, huwa wanaona pia madhara.
kwamba wakati mwingine mandugu wanatembeleana, wakati mwingine mandugu wanawasiliana, wakati mwingine mandugu wanajuliana hali, lakini sasa yeye atakapokata ile ukoo, ya kwanza atakosa mtu ambaye kwamba karibu atakayemsaidia, na pia marafiki wataona kwamba kwa ajili huyu amekata ukoo na amejitenga, kwa hivyo hata sisi tunajitenga naye, yani amejitenga na watu wake, na ikiwa amejitenga na watu wake, hata sisi tunajitenga naye. Kwa hivyo ataanza kuona polepole, kama yuko na mke, pia mke ataanza polepole, ataanza kumdharau na vitu kama hivyo, mpaka sasa atakuwa ni mwenye kubaki peke yake. Kwa hivyo kukata ukoo, hakuna mtu ambaye kwamba atakayefariki isipokuwa ataona madhara yake. Alafu ya mwisho ni wal yaminul kadhiba. Al yaminul kadhiba ni kiapo cha uongo, yani mtu awe ni mwenye kuapa kwa uongo, hata kuwa ni mwenye kufariki mpaka aone lazima atakuwa ni mwenye kuona athari yake. Sasa anasema Imam, bado hajamaliza, anasema Imam kwamba wa inna ajala taa thawaban la silatu rahim, yani inna ajala taa, yani kitu ambacho kwamba inakuwa na haraka, inavuta haraka kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ambayo kwamba inakufikisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa haraka, na ambayo kwamba iko na thawabu nyingi. Ni nini? Silatul rahim, ni kuunga ukoo, ni kuunga jamii. Kisha anasema kwamba wa innal qauma, na hakika watu, wa innal qauma, na hakika watu au qaumu, la yakununa fujaran, watakuwa ni waovu, fayatawasalun, lakini wawe ni wenye kuwasiliana, basi mali zao huwa zinakuwa ni zenye kupanuka na vitu kama hivyo. Wayabirun, na watakuwa ni wenye kutenda mema, fatazdadu a'maruhum, umri wao itakuwa ni yenye kuendelea. Lakini katika kuapa na uongo na vitu kama hivyo, la sio hivyo, huwa inakuwa ni yenye kuvuta madhambi na maovu. Kwa hivyo ala kuli hal ni kwamba katika nukta ambayo kwamba tulikuwa tumesimama, tuliona kwamba wale ambao kwamba walikuwa wanapinga aya ya Mwenyezi Mungu wanakhtilafiana, sio kwa ajili ya kiburi, sio kwa ajili hawajui, lakini ni kwa ajili ya baghi, ya dhulma na chuki ambazo kwamba walizokuwa nazo. Qur'ani tukufu inaendelea, inasema bismillahir rahmanir rahim, thumma yudhifu alquranul karim. Anaendelea Sheikh katika kitabu chake akisema kwamba katika kitabu chake cha tafsir, thumma yudhifu alquranul karim, kisha Qur'ani tukufu inaendelea ikisema walaula kalimatun sabaqat min rabbik, na lau kuwa haikwisha tangulia kauli kutoka kwa Mola wako, ila ajalin musamma, mpaka muda ambaye kwamba ni muda maalum, la qudhiya bainahum, basi bila shaka palingeli hukumiwa baina yao, yani wangehukumiwa baina yao, isipokuwa kuna masala ambazo kwamba zinahusiana na kiyama, isipokuwa kuna masala ambazo kwamba zinahusiana na yawm alhisab, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuwapatia muda wao ni wenye kufanya kitu cha fanya, lakini siku ya kiyama watakuwa ni wenye kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anasema haithu yuhlaku atba' al-batil, kiasi ambacho kwamba siku hiyo ya kiyama yuhlak, watakuwa ni wenye kuangamizwa atba' al-batil, wale ambao kwamba ni wafuasi wa batil, wafuasi wa uovu, wa yansur, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kunusuru atba' al-haq, yani wale wafuasi ambao kwamba walishikamana na manabii na walishikamana na ujumbe ambayo kwamba inatokamana na mitume. Anaendelea anasema, naam, ndiyo, fadunia, yani hii dunia ambayo kwamba sisi tunaishi, hii dunia ni nini? Mahalul iqtibar, yani ni sehemu ya mitihani, ni sehemu ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupa mitihani mbalimbali ili atufahamu kwamba sisi ni kina nani. Kuna wale ambao kwamba tunaona kwamba wanashikamana na njia haki, na kuna wale ambao kwamba wanashikamana na njia
ya batil. Kwa hivyo ndo maana anasema fadunia hiya mahallu al-ikhtibar wa tarbiya, na ni sehemu ya tarbia, yani ni sehemu ya malezi, wa takamul, na ni sehemu, na dunia pia ni sehemu ya mtu kufika katika ukamilifu, yani mtu kutafuta ukamilifu, kufanya bidii, afuatilie hii ili aweze kupanda. Ndio maana tunaona katika maumbile kila siku, kila mmoja wetu anatafuta njia ya kuweza kupanda na kufika katika ukamilifu zaidi. Yani hakubali abaki kama jana, bali anajaribu na kujaribu zaidi, awe ni mwenye kujiendeleza. Kama ni mtu anatafuta riziki yake, awe ni mwenye kutafuta riziki yake mpaka awe ni mwenye kufika katika kiwango cha juu. Wala yuhsal hadha, na haipatikani hizi zote, yani haipatikani ikhtibar, yani mitihani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupatia mitihani mbalimbali katika dunia. Yani mitihani kama gani? Mitihani kama vile kutizama haram na kutotizama haram. Mitihani kama gani? Mitihani kama vile kuwa na kuharamishiwa kitu fulani, yani mfano vyakula fulani haifai tule, vinywaji fulani haifai tunywe. Hizo ni mitihani zote. Na pia si mitihani hizo, sio peke yake hizo, bali hata mathalan wakati mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupatia ikhtibar. Kuna mtu ambaye kwako ambaye kwamba anaifariki, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna wakati pia anakupatia mitihani ya kukosa, ya njaa na vitu kama hivyo. Sasa anasema wala yusal hadha, na haipatikani hivi vote, ikhtibar mitihani, at-tarbiya malezi bora, watakamul na mtu kufika katika ukamilifu, biduni hurriyati al-amal, bila mtu kuwa na uhuru. Hapa tutapenda tushereshe kidogo. Uhuru sio maana ya uhuru ambaye kwamba tunakusudia katika dunia hii ambaye kwamba sisi tunaishi, kwamba mtu yuko na uhuru yani mustala wa kisiasa, bali uhuru ni kwamba mtu anaweza amua anachotaka, yani kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amempatia akili, na baada ya kuwa na akili ana uamuzi, na baada ya kuwa na uamuzi anaweza fanya chochote, na baada ya kuweza kufanya chochote anaweza sema chochote. Huo ndio uhuru. Yani sio kwamba unahisi kwamba kuna mtu anakufanyia dhaghat na vitu kama hivyo. Huo ndio uhuru. Sasa haiwezi fanyika hivi vitu vyote isipokuwa baada ya mwanadamu kuwa na uhuru. Wa hadha, na hali hii ya mtu kuwa na uhuru, huwa al-amru takwini al-ilahi, ni kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amejalia, ni maumbile ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia. Wakati amemweka mwanadamu katika dunia hii, amemweka na uhuru atasarraf, yani afanya chochote anachotaka katika dunia hii kivyovyote vile. Ndio maana anasema wa hadha huwa al-amru takwini al-ilahi, ni amri ya takwini ya kimaumbile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amemjalia mwanadamu, alladhi kana mawjudan, ambayo kwamba ilikuwa ipo amri ile ya mtu kuwa na uhuru mundhu badi khalqi al-insan, tangu mwanadamu aanze kuumbwa, tangu mwanadamu aumbwe, inamaanisha kwamba alikuwa yuko na uhuru. Wala yaqbal hadha at-taghyir, wala yaqbalu taghyira, na uhuru huo ukubali kubadilika, yani haikubali kubadilika, yani mwanadamu kutokuwa katika hali ya uhuru na kuwa katika hali nyingine ambayo kwamba sio ya uhuru. Kwa hivyo ili mwanadamu na Mwenyezi Mungu awe na hujja kamili kwa huyu mwanadamu, Mwenyezi Mungu awe na hujja kwamba wewe mwanadamu nimekuletea manabii, wewe mwanadamu nimekuletea sheria, wewe mwanadamu nimekubainishia halali na haramu na kila kitu ambacho kwamba kinatokamana na mimi kupitia huyo mtume, na nimekupatia uhuru wa kuweza kubainisha, yani ya kuweza kuchagua ni nini unachotaka. Kwa nini umeniasi? Sasa Mwenyezi Mungu atakuwa yuko na hoja kwamba wewe mwanadamu, kwa nini uliniasi? Na mwanadamu hata kuwa na hoja kusema kwamba mimi nilikuwa na sababu hii na hii na hii, hata kuwa na hoja. Kwa nini? Mwenyezi Mungu atamwambia wewe, mimi nimekuumba na uhuru, nimekuumba na uamuzi, nimekuumba na kila kitu, na akili na kila kitu. Ndio maana anasema shekhe kwamba inna hadhihi, hakika hali hii ya mwanadamu kuwa hivyo, kuwa na uhuru, hiya tabiatul hayati dunyawiya,
yani ni maumbile ya dunia ambayo kwamba tunaishi, ni maumbile ya uhai wa dunia. Vile dunia ilivyo inahitajia mtu kuwa na uhuru, inahitajia mtu kutokuwa na dhaghat, yani kutokuwa amefungwa sehemu fulani. Ndio maana insha Allah taala katika bahath ambazo kwamba zinakuja tutaangalia kwamba je, ni maaqul, yani ni kitu ambacho kwamba akili inakubali mwanadamu kutokuwa uhuru na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awe ni mwenye kumwamrisha na amri yoyote ile, yani mwanadamu amefungwa sehemu fulani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwamrishe. Je, ni maaqul? Ambaye kwamba tunakuta kwamba sio maaqul. Kwa hivyo ndio maana anasema inna hadhi, hakika hali hii ya mwanadamu kuwa na uhuru, hiya ni tabiatul hayati dunyawiya, ni maumbile ya maisha ya dunia. Kisha anaendelea anasema walakin, lakini ma yamtazu bihi, kitu ambacho kwamba inatofautiana alamul akhira, yani kitu ambacho kwamba inatofautiana na ambaye kwamba ni alamul akhira na dunia ambaye kwamba inakuja baada ya dunia hii. Yani kwa ajili katika dunia kuna marahil, ndugu yangu Muislam, katika dunia kuna marahil, yani katika safari mwanadamu kuna marahil. Ya kwanza kabisa naanza na alamu dhar. Alamu dhar ni ulimwengu wa kiroho ambaye kwamba inaitwa spiritual world. Katika ulimwengu ule ni kwamba sisi tulikuwepo na tuko na maisha kule na tuko na hali ambayo kwamba ni tofauti sana na hizi dunia zingine. Alafu baada ya alamu dhar, mwanadamu atakapotoka katika alamu dhar anaingia katika alamu rahim, yani katika alam, yani katika ulimwengu wa rahim, katika ulimwengu wa tumbo ya mzazi. Na huko pia kuna hukumu yake na kuna maisha yake na kuna mwendelezo wake na kuna iko na system yake, ulimwengu wa tumbo. Na baadaye atakapotoka tumboni anaingia sasa katika alamul madda. Alamul madda pia iko na hukumu yake tofauti na hukumu ya alamu dhar na alamu rahim. Alamul madda yani ambaye kwamba sisi tunaishi, dunia ambaye kwamba sisi tunaishi, tunaona kwamba inatofautiana sana hukumu yake na kila kitu yake. Tunahitaji, yani mwanadamu anahitajia baadhi ya vitu ili aweze kusurvive katika dunia hii. Miongoni mwa vitu ambavyo kwamba ni lazima mwanadamu awe nazo katika maumbile ni uhuru, yani ya kwamba anaweza amua kitu ambacho kwamba anachotaka. Sasa atakapotoka katika alamul madda ambayo kwamba ni dunia, anaenda katika alam nyingine inaitwa alamul albarzakh. Alamul barzakh ambayo kwamba ni alam ya kusubiria ima pepo au ima motoni, ndio inaitwa alamul barzakh. Ni alam ambayo kwamba anasubiria, ni dunia ambayo kwamba anasubiria. Atakapofariki sasa mwanadamu anaenda katika dunia ile, na ndio maana atakapozikwa kaburini, naam, sisi tunaona kwamba ni mwili tu ndio tumeweka kaburini, lakini tutakapotoka tu katika huo ulimwengu, roho inarudi kwenye mwili wake, alafu anaanza maisha yake upya. Sasa hiyo ndo katika maisha, akianza hayo, yani akianza hiyo maisha mpya inaitwa alamul barzakh, ambaye kwamba ni sawa na usema alamul akhirah. Sasa walakin ma yamtazu bihi alamul akhirah, yani ni kwamba kitu ambacho kwamba kinatofautiana na yani dunia na alamul akhirah, ama kitu ambacho kwamba kinatofautiana na alamul akhirah na dunia, huwa ni anna jamia hadhi al-ikhtilafat, ni kwamba utofauti ambazo kwamba zinapatikana katika ile ambayo kwamba tumesema satantahi, inaisha. Tofauti zote na zote zinaisha. Wasaufa tasilu al-insania ila al-wahdati al-kamila, na inaisha kila yani wasaufa tasilu al-insania, na inafika au mwanadamu au binadamu inafika katika umoja ambaye kwamba ni kamilifu, ambaye kwamba insha Allah taala naomba mtatia mstari ambaye kwamba yani ukamilifu wa mwanadamu insha Allah taala itakuja baadaye katika bahath na uchambuzi ambazo kwamba tutakuwa wenye kuendelea nazo. Kwa hivyo ndo anasema walihadha sabab, na kwa sababu hii yatum istikhdam, inatimia utumizi. Utumizi gani? Ibara
yani ibara hii ambayo kwamba tunasema yaumal fasli, yani yaumal fasl ni siku ya kutofautisha, siku ambayo kwamba hakuna mjadala kuhusiana nayo, ni siku ya Kiyama ambayo kwamba hakuna mjadala nayo. Sasa wewe useme kwamba sheria Mwenyezi Mungu imekufikia, ama usikie sheria Mwenyezi Mungu imekufikia, lakini ufanye kibri, ufanye utakabari, ukatae amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujue ndugu yangu Muislamu kwamba utakaposikia haki na ukatae sheria Mwenyezi Mungu na ukatae, na mtume Mwenyezi Mungu msikie na ukatae, ujue si kwamba mimi ndiye ambaye kwamba nitakuhukumu, si kwamba fulani ndiye ambaye kwamba atakaye kuhukumu, sio nani na nani atakaye kuhukumu, bali ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye mwenyewe ndiye ambaye kwamba atakaye kuhukumu, ambaye kwamba ni siku ya Kiyama, wala hamna mjadala kuhusiana nayo. Anaendelea anasema, ama akhiru jumla, mwisho sasa wa aya hii ambaye kwamba ni aya ya 14 ya suratu Shura, anasema ama akhiru jumlatin fataqumu bitawdih hali al-ashkhas. Ama mwisho wa aya hii anasema kwamba taqumu bitawdih hali al-ashkhas, inaelezea au inaleta maelezo ya hali ya watu alladhina jau baada hadhihi almajmua, ambao kwamba wamekuja baada ya kikundi fulani, ambao kwamba wamekuja baada ya kikundi kingine. Tutasoma saizi aya, kisha anaendelea anasema alladhina lam yudriku asara rusul, wale ambao kwamba hawakupata zama za mitume. Mathalan, kuna wale ambao kwamba walikuwa na Nabii Isa alayhi salam na wakawa wako pamoja naye. Baada ya kupaa Nabii Isa, baada ya kupazwa Nabii Isa, kuna wale ambao kwamba walikuja na hawakumpata. Nabii Musa alayhi salam hivyo hivyo, alipofariki Nabii Musa, kuna wale walikuja baada yake na wakafata sheria zake, lakini hawakumpata. Wakati wetu, wakati wa zama za mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna wale ambao kwamba walimdiriki mtume wetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajaze kila la kheri, lakini kuna wale ambao kwamba hawakumdiriki, bali walidiriki sheria zake na walidiriki Qur'ani ambayo kwamba ni Waislamu. Sasa hii Qur'ani ambayo kwamba tuko nayo ndio Qur'ani ambayo kwamba ilishuka kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio sheria ambayo kwamba Uislamu inatumia, ama dini ya Kiislamu ndio ambayo kwamba inafuata. Sasa katika sheria hiyo, mfano kuna masala ya hijabu, kuna masala kama vile tutakavyotaja baadaye, kuna masala ya urithi, kuna masala ya biashara ya uuzaji, kuna masala mengi ambayo kwamba yanahusiana na mwanadamu. Ndio maana anaendelea anasema alladhina lam yudriku asara rusul, kisha aya inaongea kuhusiana na wale ambao kwamba hawakupata zama za hao mitume, bal jau, bali walikuja, fi fatratin, yani baada ya muda, fiha almunafiqun, ambao kwamba ndani ya muda, baada ya muda walikuja, lakini katika muda ambao kwamba kulikuwa kuna wanafiq, walmufarriqun almujtama albashari, na wale ambao kwamba walikuwa wanatenganisha mujtama wa watu wa binadamu. Sasa mfano hawa manabii, tunaona kwamba kila nabii ambaye kwamba alikuja alikuwa yuko na watu wake, na baada ya kutoka yule nabii, na kuna watu ambao kwamba walishikamana na dini yake, lakini baada ya muda kuna watu ambao kwamba walikuja hawakumpata mtume. Lakini sasa katika hao ambao kwamba walikuwa namjua mtume nini na nini, kuna watu ambao kwamba walianza kutengeza nini, kutenganisha umma na kugawanisha umma, ambao kwamba ni wanafiki. Wanafiki, mandugu zangu, ni watu wabaya sana katika jamii. Mnafiki utakuwa naye, utachika naye, utakula naye, utaishi naye, lakini kumbe utakapojua rangi yake utakuwa ni mwenye kushtuka zaidi. Sasa hao walikuwa wanaishi na mitume, hao waliishi baada ya mitume, na hao wanaishi na jamii.
na hao wanaishi na kitabu, yani wanaishi na kitabu ambacho kwamba kilichotoka kwa Mungu, kwa Mwenyezi Mungu, na hao ndiye ambao kwamba wanaotoa hukumu, na hao ndio ambao kwamba wana nguvu. Sasa ikiwa huyu mnafiki anaishi na hii society yote, anaishi na mtume, anaishi na kitabu, anaishi na jamii, ndiye ambaye kwamba anaitoa hukumu, tunadhania je, kutakosa kuwa kuna utofauti kwa ajili watakapotoa hukumu? Kuna wale ambao kwamba hawatakubaliana na ile hukumu ambao kwamba hawa wanafiki wanatoa. Sasa inamaanisha kwamba kutakuwa kuna mgongano yani kuna mgongano baina ya hawa wanafiki na wale ambao kwamba hawakubaliani na wanafiki, na mifano yake itakuja kwa urefu zaidi inshallah taala. Kwa hivyo walmufarriqun, na wale ambao kwamba wanatenganisha mujtama albashari bitabaihim shaitani, wale ambao kwamba wanatenganisha mujtama ambao kwamba ni mujtama uliokubali kitabu, lakini wao wanakuja na nguvu, wanatenganisha kabisa mujtama. Mathalan tunaweza kuja na mifano ambayo kwamba, mfano mmoja ambayo kwamba ni maarufu, tumchukulie Firaun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Qasas anasema bismillahir rahmanir rahim, inna firauna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shia. Firaun alitawala ardhi, lakini akajalia watu wake ni makundi. Wa ja'ala ahlaha shia, akajalia watu wake ni makundi. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum, mpaka mwisho aya. Sasa hii fikra ya ku divide and rule haikuanza saizi, ni kitu ambacho kwamba kilianza mwanzoni, na hii fikra ya ku divide and rule ni kwamba inapatia huyu mnafiki nguvu ya kuweza kuongoza. Kwa nini? Kwa ajili yeye atabaki na watu wake, atashika watu wake, atakaa na watu wake ambao kwamba hawa watu wanajijua kwamba wao ni munafiki. Kwa ajili mnafiki ni rafiki ya munafiki, mnafiki ni yani mrongo ni rafiki ya mrongo. Mrongo hakuna siku ambaye kwamba atakuwa ni rafiki ya mkweli, yani mkweli au kinyume chake. Mkweli hakuna siku ambaye kwamba atakuwa ni rafiki ya mnafiki. Kwa nini? Kwa ajili mkweli atajua kwamba huyu mnafiki kazi yake ni 1, 2, 3, ni kuharibu, sio kutengeza. Sasa kama ni kuamiliana naye, atamiliana naye kwa umakini zaidi. Sasa ndo maana anasema shekhe, wal mufarriquna almujtama, na wale ambao kwamba wanatenganisha jamii albashari, jamii ya binadamu, ya kibinadamu, bitabiihim alshaitani, kwa maumbile yao ya kiibilisi na kwa maumbile yao ya kishetani. Lidha ndo anakuja na natija. Shekhe anasema lam yastati idrak alhaq bishakli jayyid. Hawa wanafiki ambao kwamba wanajifanya hivyo, na mnafiki siku zote ni mtu ana ujuzi, ni mtu anajua, ni mtu ana uwezo, na ni mtu ambaye kwamba anafahamu, si mjinga. Mnafiki ni mwerevu sana, kwa hivyo ana maalumati zote, lakini sasa ni kibri ndiye ambaye kwamba inamfanya agonge kitabu cha manabii, kama vile itakavyokuja na mifano katika Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea hawa watu kwa kina zaidi. Sasa lidha, kwa hivyo anasema lam yastati'u, hawa nafika hawajaweza idraka alhaq bishakli jayyid, au hawa watu ambao kwamba wamewekwa mbali na hawa nafiki, hawa watu ambao kwamba wamewekewa vizingiti na wanafiki, lam yastati'u, hawajaweza idrak alhaqi jayyida, yani hawajaweza kupata haki kwa njia ambayo kwamba ni sahihi. Haithu taqul, kiasi ambacho kwamba aya inayosema pia. Hapa tunaweza unganisha na wanafiki pia, tunaweza unganisha na wanafiki, wakati ambapo kwamba aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inasema bismillahir rahmanir rahim, wa innal ladhina urithu alkitab min ba'dihim la fi shakkin minhu murib, yani wale ambao kwamba walipewa kitabu, wale urithishwa kitabu. Tunapata kwamba Nabii Daud alayhi salam alipewa kitabu, Nabii Ibrahim alayhi salam alipewa kitabu, tunaona kwamba Nabii Isa alayhi salam alipewa Injili, tunaona kwamba Nabii Musa alayhi salam alipewa Taurat, mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pia alipewa kitabu ambacho kwamba ni Qur'an. Sasa wale ambao kwamba walorithishwa hichi kitabu, si kurithishwa kwa maana ya kwamba
ni ni kurithishwa kwa ya ufamilia ya ukoo. Hapana, ni ile kwamba mimi kama mtume nitakapofariki, hii ndio hukumu ambayo kwamba nimewachia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii kitabu ni yenu, kama vile sisi Waislamu kitabu ambacho kwamba tuliopawa ni Qur'ani tukufu. Kwa hivyo huo ndio urithi wetu kutoka kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini sasa ala kuli hali utapata kwamba baada ya hapo kuna wale ambao kwamba bado wanatilia shaka Qur'an, kuna wale ambao kwamba walikuwa wanatilia shaka bado Injili, kuna wale ambao kwamba walikuwa wanatilia shaka bado Zaburi na vitabu ambavyo kwamba vilivyopita. Lihadha tafsir, anaendelea Sheikh anasema, kwa sababu ya tafsiri hii alladhi yatanasak bishaklin kamil maa aljumali sabika, ambayo kwamba inafungamana na jumla ambayo kwamba imepita ya wale ambao kwamba wana kibri, ya wale ambao kwamba wanatofautisha watu. Fa inna dhamira ba'dahum, hii dhamira ambayo kwamba ni min ba'dihim, yani baada yao, hii hum inarudi kwa nani? Hum yani maana yake ni hao. Sasa hao ni kina nani? Yaudi ila al-umam al-ula, inarudi kwa umma wa kwanza, allati awjadat al-firqa, ambayo kwamba umma huu wa kwanza kabisa ambao kwamba ndio umma uliosababisha tofauti baina madhehebu na utofauti baina ya dini. Kuna wale ambao kwamba waliishi na manabii, hao ambao kwamba waliishi na manabii ndio walikuwa kuna saitara, walikuwa na mamlaka ya kutofautisha watu. Kisha anasema walaysa ila al-anbiya al-madhkurina fi al-aya sabiqa, na sio manabii ambao kwamba waliotajwa katika aya iliyopita. Kisha anasema Sheikh, fadaqiq dhalik, yani wewe mwenyewe ndugu yangu Muislam utakuwa ni mwenye kurudi na uangalie umma yapi ambao kwamba walifanya, umma ambao kwamba walikuwa karibu na mitume walifanya nini, wale ambao kwamba walikuja baada ya mitume walifanya nini. Je, kitabu ambacho kwamba walichopaa wale wanafiki walikuwa na tasarruf vipi na vitabu vya Mwenyezi Mungu na amri ya kutoka mbinguni. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waqad dhakaru fi haqiqati maana kalima raib. Sasa anakuja shekhe hapa anaanza kuongea na masala ambayo kwamba ni muhimu sana, maana ya raib. Nini maana ya raib? Raib yani maana yake ni shaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakapokumbuka katika suratul Baqara anasema bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim dhalika alkitab la raiba fihi, yani kile kitabu ambacho kitabu ambacho kwamba la raiba, hakina shaka. Yani hii la wanaita katika lugha ya Kiarabu ni la annafiyata liljins, yani haina jinsi yoyote ile ya shaka, yani haina shaka yoyote. Yani hata ukija na shaka ina gani katika Qur'an haina nafasi yake. Sasa ndo wanasema la annafia liljins. Sasa raib maana yake ni shaka. Anasema inna hadhihi kalima, yani kalima hii raib tutlaqu ala shak, inatumiwa sana sana hii neno raib inatumiwa katika shak alladhi yatabaddal ila alhaqiqa, yani shaka ambayo kwamba inabadilika na inakuwa ni hakika. Kuna wakati shaka inaweza kuwa ni 40%, la inakuwa ni 50%. Kuna wakati shaka inakuwa ni 60%, lakini kuna wakati ambapo kwamba shaka inakuwa ni 100%. Sasa hiyo shaka ambayo kwamba ni 100%. Sasa wakati ilikuwa ni 50-50, kuna ihtimal, kuna matarajio kwamba hii 50 iliyobaki inawezekana ni sio shaka, na hii 50 ambayo kwamba iko ni shaka. Sasa lakini hii raib, anasema Sheikh kwamba kuna wakati hii raib inatumika kuwa ni shak ambayo kwamba ni shak iliyobadilika na ikawa ni hakika. Kivipi? Tutaona baadaye. Ndio maana anasema inna hadhihi kalimata, hakika kalima hii raib tutlaqu ala shak, inatumiwa kwa maana ya shak alladhi yatabaddal, ambayo kwamba inabadilika shaka ile ila alhaqiqa, kuwa ni hakika akhiran, yani mwisho, baada an yazalu satar an, yani baada ya kuondoka kila vizuizi vya shaka mbele yake, yani kila vizuizi vya uhakika, yani vya yaqini mbele yake.
Anaendelea anasema, waqad yakunu hadha al-amr, na inawezekana amri hii kuwa nini? Ishara ila dhuhuri nabii al-Islam sallallahu alayhi wa alihi wasallam bil adillati al-wadhiha haythu maha athara ash-shak wal-rayb min qulub tulab al-haq. Anasema kwamba waqad yakunu hadha al-amr, na inawezekana ikawa amri hii ishara. Ni ishara nini? Ila dhuhuri nabii lislam, yani wakati Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alisema walipopatiwa kitabu, waliporithishwa kitabu, lakini baadaye wakawa bado wako na nini? Wako na ile shaka na wako na ile bado tumaini ya kuwa na shaka. Anasema waqad yakunu hadha al-amr, na inawezekana ikawa amri hii ishara ila dhuhuri nabii lislam, yani ni ishara ya kudhihiri mtume wetu sallallahu alaihi wasallam bil adillati alwadhiha, kwa dalili ambayo kwamba iko wazi, haithu, kiwango ambacho kwamba maha mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maha athara shaki, mtume wetu alifuta shaka zote, wa raib, na hiyo raib ambayo kwamba raib inatumika kwa maana ya shaka, min qulubi tulabil haq, kutoka kwa nyoyo ambao kwamba ni watu ambao kwamba wanatafuta nini? Wanatafuta haki. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa wale ambao kwamba walikuwa bado na raib, kwa wale ambao kwamba waliurithishwa kitabu na wakawa bado wako na shaka moyoni mwao, ambaye kwamba alikuwa anakuja kuondoa hiyo shaka, ni mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema warada fi hadhihi al-aya taratan, katika aya hii ambayo kwamba ni ya 14, wakati mwingine pia inakuja ikisema kwamba jaahumul ilm, imewajia elimu. Nini maana yake? Wa ukhra, na wakati mwingine Mwenyezi Mungu anasema urithul kitab, wale wamerithishwa kitabu. Wakati mwingine jaahumul ilm, wakati mwingine urithul kitab. Nini maana yake? Anasema kwamba innahum, hakika hao, maa, pamoja na ilmihim bilhaq, pamoja na kwamba walikuwa kuna uhakika. Mnakumbuka aya ambayo kwamba Sheikh alikuja akatoa mfano katika suratul Munfakin akisema bismillahir rahmanir rahim, lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun min Allah, mpaka mwisho wa aya. Mtu hawezi kuwa ni mushriki mpaka awe na elimu. Mtu hawezi kuwa ni kafir mpaka awe na yuko na elimu, yani awe na elimu ya kile jambo, na baadaye awe atakabari na aende dhidi ya kitu ambacho kwamba alicholetewa. Hapo ndo tutakuwa tumenye kumuita kafir. Kwa hivyo kafir hawezi fika katika marhala ya kafir mpaka kwanza awe na elimu kwamba mimi nimeletewa dini hii, mimi nimeletewa kitabu hiki, na huyu mtume ndiye ambaye kwamba amekuja, na baada ya mimi kujua nikawa ni mwenye kupinga. Ndio maana anasema warada fi hadhihi al-aya, aya hii imekuja neno jaahumul ilm wa ukhra urithul kitab, maana yake innahu maa ilmihim, pamoja na hao kuwa na elimu, wa wirathatihim alkitab as-samawi, yani pamoja na wao kurithi kitabu cha mbinguni, walakina mtafarraq ma dhalik, pamoja na kuwa na elimu, pamoja na wao kurithi kitabu, lakini mwishowe walikuwa ni wenye kutafarikiana au walikuwa ni wenye kutofautiana. Mpaka hapo tumefika mwisho wa tafsiri ambayo kwamba ilikuwa ni aya 14 katika suratu Shura, lakini katika kitabu ambacho kwamba ni kitabu cha Tafsirul Amthal ambayo kwamba ni ya Maulana Sheikh Makarim Shirazi. Lakini saizi ni nini ambayo kwamba tunapata masomo gani katika aya hii, aya 14? Kwa ajili taban kuna masomo ambayo kwamba lazima tuwe ni wenye kupata, mafunzo ambayo kwamba lazima tuwe ni wenye kupata katika aya hii, aya ya 14 katika suratu Shura. Anasema kwamba ala rugmi min wasiya, tutarudi katika kitabu ambayo kwamba ni Tafsir An-Nur ili tuone mafunzo gani ambazo kwamba tunakuwa wenye kupata. Tunapata kwamba Sheikh
Alqiraati ambaye kwamba ndio mwenye tafsiri ya Tafsiru Nur, anasema kwamba amekuja na nukta 7 ambazo kwamba ni taalim, yani ni mafunzo ambazo kwamba tunapata katika aya hii. Anasema kwamba ala rugmi min wasiyati al-anbiya, pamoja na kupata wasia za mitume linnas, wasia za mitume kwa watu, yani kwamba mitume wamehusia watu tauhid au bitawahud, yani kuwa na umoja. Tajidu nas mukhtalifin, yani kwamba manabii walikuja wakahusia kila jamii na mujtama ambao kwamba walikuwa wako kwa umoja, washikamane. Lakini tajidu nas, anasema Sheikh kwamba tajidu nas mukhtalifin, lakini utapata watu bado wanakuwa wenye kukhitilafiana. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la tatafarraqu wama tafarraqu, yani la tatafarraqu, msi tofautiane, wama tafarraqu, na wako tofautiana katika aya hiyo. Anasema pia katika funzo ambayo kwamba tunapata, nukta ya pili ni kwamba atafriqati fi din, yani ile kutofautiana sana katika dini. Wakati ambao kwamba watu wanatofautiana katika dini, Sheikh anasema hii tofauti ambayo kwamba inapatikana katika dini sio tu inakuja hivi. Anasema taati fil ghalib min alulama, ile kutofautiana sana inakuja kwa watu ambao kwamba ni wajuzi. Maana mtu ambaye kwamba ni mjuzi atatafuta kila njia ya kuweza kupotosha watu, yani atakuwa yuko na njia na uslub ambao kwamba ni nyepesi sana ya kupoteza watu, kama vile tunavyoona katika zama zetu, na kama vile tunavyoona tutakaporudi katika historia, tunaona kwamba maulamaa wengi, yani watu ambao kwamba ni wajuzi, ndiye ambao kwamba wanaweza kupoteza watu kwa urahisi sana. Ndio maana anasema katika aya tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul ilm, yani wama tafarraqu, na hawako tofautiana isipokuwa baada ya kuwajia nini? Elimu. Yani kwamba elimu ndio inatangulia, kisha kutofautiana ndio ambayo kwamba inakuja baadaye. Yani mtu hawezi tofautiana kama hana elimu. Yani kama huna elimu, vipi utatofautiana? Utakuwa na nini ya kutofautiana kama huna elimu? Yani utakuwa na maalumat aina gani? Utakuwa uko na uwezo aina gani ya kupoteza watu? Lakini kama uko na elimu, utakuwa uko na nguvu. Ndio anasema wakati mwingine knowledge is power. Yani ukiwa na elimu utaweza kuwa na idea jinsi ya kuweza kupoteza watu. Ni kama vile Iblis. Iblis si mjinga, Iblis ni mwerevu sana, lakini yuko na elimu ya kuweza kupoteza watu. Sasa ile elimu ndio ambaye kwamba anakuwa mwenye kutumia. Kwa hivyo katika wanadamu pia hawezi poteza watu isipokuwa lazima atakuwa yuko na elimu. Hiyo ni nukta ya pili ambayo kwamba ni muhimu sana katika mafunzo ambayo kwamba tunapata katika hiyo aya ya 14 ya suratu Shura. Anasema sababu akthar ma yaqa baina nas min atafriqa, sababu baada ya kupata nukta kwamba wanaopoteza ni maulama, anasema sababu sana ma yaqa baina nas, ambayo kwamba inakuwa baina ya watu, min atafriqa, ya kupoteza watu na vitu kama hivyo, huwa alhasad. Sababu ya kwanza ni husda, yani ni mtu kwamba anausudu, kwa nini huyu mtume amekuja na kitu ambacho kwamba mimi kama mimi sina. Mimi kama mimi nataka mtoto wangu akuwe ni nabii, mimi kama mimi nataka kabila langu liwe ni nabii, mimi kama mimi nataka jirani yangu awe ni nabii, lakini mimi sitaki yule awe ni nabii, au funzo ambayo kwamba anakuja nayo haiko katika kabila yetu. Kwa hivyo kwa vile haiko kwa kabila yetu, mimi sikubaliani na funzo ile ambayo kwamba yuko nayo. Na ndio maana tunapata kwamba hata katika zama hizi kuna mtu hawezi kuwa dini fulani kwa sababu mila yake haikubali. Kuna mtu ambaye kwamba hawezi kuwa dini fulani kwa sababu tu ya kwamba wazazi wake hawakuwa, ama jirani yake sio Muislamu.
au jirani yake sio dini ile. Ndio maana anasema kwamba sababu akthar ma yaqa baina nas, sababu ambayo kwamba inakuwa baina ya watu min atafriq, katika kutofutiana nini, wal hasad, ni watu kuhusudiana, wa dhulm, na watu kudhulumiana baina yao kwa wao. Yani mtu biashara yake ni kudhulumu, yani ni kudhulumu watu wengine. Sasa mfano yuko na jaa, yuko na uwezo, yuko na nini. Sasa ile dini itakapokuja inamkataza kufanya vitu vile. Sasa na yeye vile amezoea, inamaanisha kwamba hawezi toka na hawezi wachana na vitu ambavyo kwamba anavifanya. Kwa hivyo ndio maana anakuwa na nini, anakuwa na takabari, anakuwa na kibri. Mimi sikubaliana na mafunzo ambayo kwamba hii dini imekuja nayo. Alafu watama pia na tamaa, yani anakuwa ni mwenye kukubali, yani anakuwa ni mwenye kulazimisha kutafutiana kwa ajili ya tamaa ya dunia, kwa ajili demo akitofautisha watu, demo akifanya watu wakhtilafiane, demo akisukuma watu wasiwe ni wenye kuwa kitu kimoja, inamaanisha kwamba kuna kitu, kuna nini anakuwa ni mwenye kufaidika nayo. Sasa na kuna maslahi ambayo kwamba anakuwa ni mwenye kufaidika nayo. Sasa kwa ili maslahi yake iwe ni yenye kuendelea, ndio maana anakuwa ni mwenye kulazimisha ili utofauti bado iwe ni yenye kubaki. Ndio maana anasema matafarraku illa, mpaka mwisho inasema baghyam bainahum. Nukta ambayo kwamba Sheikh anakuja nayo ni ar-rububiyya al-ilahiyya, yani ile ulezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulezi wa Mwenyezi Mungu, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni rahim, ni mwenye kurehemu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye baba yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye muumbaji. Allah Subhanahu wa Ta'ala hawi ni mwenye kuvunja ahadi yake. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko na sifa zote za kuhurumia waja wake. Kwa hivyo hiyo ulezi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nini? Hiya ndiyo sababul imhal, ni sababu ya kuchelewesha adhabu, ni sababu ya kuchelewesha vurugu vya kimaumbile. Vurugu vya kimaumbile ni, hebu tuchukulie saizi kwamba lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila maasi ameweka had, yani katika kila maasi Mwenyezi Mungu ameweka vipimo, yani katika maasi hii, katika zina vipimo yake ni hii, kipimo chake yake ni hii, maasi fulani kipimo yake ni hii. Sasa tu assume kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angekuwa ameweka adhabu ya kila maasi hapo hapo. Mathalan wao ukiasi kitu fulani, adhabu yako ni hapo hapo. Hebu niambie saizi dunia tungekuwa tunaishi vipi? Yani utakapofanya zina, adhabu inakushukia hapo hapo. Utakaposema uongo, adhabu inakushukia hapo. Mimi nakwambia ndugu yangu Muislam, tungekuwa tunaona adhabu zinavyoshuka kwa kila mtu leo, kwa kila mtu. Akisema tu urongo ni hapo hapo adhabu inashuka. Ule mwingine akisema urongo ni hapo hapo adhabu. Ingekuwa ni vurugu, ni ulimwengu wa vurugu. Mfano kwa kaumu Lut, hawa ambao kwamba vijana ambao kama wanajitolelea, wanaoana ndoa za nini za jinsia moja, na tuombe Mwenyezi Mungu atupushe na uchafu aina hizo. Lau saizi kama vile ingekuwa sawa na wakati wa Nabii Lut, hebu niambie tungekuwa vipi? Lakini kwa ajili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kufanya kitu kinachoitwa imhal, na ndo awezi kupata hoja kwa yule ambaye kwamba anaenda kinyume na kitu alichoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hasa ndo maana anasema ar-rububiyya, ile ulezi wa Mwenyezi Mungu, hiya ndiyo sababul imhal lilibad, ni sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kuwamuhulisha waja wake, likay yakuna lahumul hurriya, ili wawe na uhuru, wal majal, na muda liidhhari jawharihim, na muda wa kudhihirisha asili yao ni ya kina nani, wa hakikati, na uhakika wao. Yani hapo atajulikana mwanadamu kama mwanadamu ni nani,
muda huo miaka 50 utamjua huyu mwanadamu ni nani. Mwenyezi Mungu atamjua huyu hakika wake, atajua huyu mwingine hakika wake, atajua huyu mwingine hakika yake. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya anasema walaula kalimatun sabaqat min rabbik, na kama sio kilma ambayo kwamba imetangulia kwa Mola wako, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angekuwa ni wenye kuadhibu. Lakini ni hiyo kilma kwamba awe ni mwenye kuwapatia muda, awe ni mwenye kuwachelewesha, ili yani ibainike ni nani mwenye kutakabari na nani mwenye kufanya tawadhu au kumkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya 5 ambayo kwamba tunapata katika funzo hii ni kwamba al-imhal, yani ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuchelewesha mja wake, kukupatia muda, yani kivyovyote vile ufanye uende kinyume na Mwenyezi Mungu na huoni adhabu yote ambayo kwamba inayokushukia, sunna min as-sunan al-ilahiyya. Hiyo imhal ni sunna miongoni mwa sunna za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kukuchelewesha, usione kama Mwenyezi Mungu ni ghafil, yani ile kwamba unakiuka sheria Mwenyezi Mungu, unakataa ili unafanya ili uone kwamba Mwenyezi Mungu anakuona. Hiyo ni sunna miongoni mwa sunna za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu anasema nini? Ila ajalin musamma, yani kuchelewesha tu, lakini ila ajalin musamma. Kuna wakati mauti itakujia, uingie makaburini, hapo ndo utakumbana nayo. Inshallah Ta'ala, nukta ya 6 na 7 tutakuwa ni kueleza katika aya ambayo kwamba inayokuja inshallah Ta'ala. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabali somo zetu. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabali funga yetu katika mwezi huu wa Ramadhan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.